ndio ilani yetu inahusu uchumi. Tunataka uchumi jumuishi, tunaita uchumi ambao unamfanya kila mtu wa Singida na kila Mtanzania awe na nafasi ya mapato yake kufanya nini? Kuongezeka. Na hayo ndio yako katika dira ya 2050, lakini imeanza kutekelezwa na miezi miwili kuelekea huko ambako tungependa Tanzania ifike. Kwa hiyo ndugu zangu wa Singida, jambo ambalo naweza nikawaambia inaruhusu uchumi na ambalo nitawaambia na vijana, maana vijana ndio wanasema hamna kazi. Kwa upande wa kilimo cha alizeti, naomba wakulima wa alizeti waongeze uzalishaji, kwa sababu ndio msingi utakaosaidia uchumi wa Singida kuendelea kufanya nini? Kukua na wananchi kupata mapato. Lakini ninajua vile vile mmeanza kufanya majaribio ya kupanda korosho katika baadhi ya sehemu za Singida, na hali ya Singida ilivyo, korosho inaota kila mahali. Kwa ushauri wangu ni kwamba hatua kwa hatua, hata kila mkulima mmoja akipanda miche 3, 4, 5, utakuwa umepata zao kubwa la korosho, na utapata mapato yanayotokana nini? Na korosho. Na faida zake ni kwamba Singida itakuwa na zao la kudumu. Utakuwa na alizeti unalima kila mwaka, lakini una korosho unavuna kila mwaka, na swala la umaskini na mapato ya chini utakuwa limefikia kikomo. Nimefurahi kukipongeza Chama cha Mapinduzi cha Singida kwa usimamizi mzuri sana. Katika ilani iliyopita kwa mkoa wa Singida mmejenga shule mpya za msingi 142 kwa mkoa wa Singida, na kwa uwezo na uliowezeshwa na serikali ya CCM chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Madarasa mapya yaliyojengwa katika shule za msingi 1508 kwa miaka 5 iliyopita. Kwa sekondari mmejenga katika mkoa mzima sekondari mpya 40, na madarasa mliojenga kwa muda wa miaka 5 ni 1277 mapya kabisa. Tena madarasa yanang'aa, na vijana wakitaka kuoa wanaenda kupiga picha, wanasema tupige picha kwa madarasa ya Samia. Hayo ni mafanikio makubwa ya utekelezaji wa ilani ya CCM. Alafu mtu anasema tu mambo aje hapa tumsomeshe. Kwenye afya tumejenga zahanati 73 katika mkoa wa Singida. Tumesogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Tumejenga vituo vya afya 17 na tumejenga hospitali 10 katika mkoa mpya, na nyingine za zamani tumezirekebisha. Sasa wewe unasema miaka 5 tu tumefanya hayo, au unasema hamna kitu Lazima unahitaji daktari wa afya ya akili. Za kibingwa 11 tumepunguza adha ya wananchi wa Singida kwenda mikoa mingine kutafuta huduma za kibingwa. Lakini tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na kuwa na madaktari bingwa, tumepokea zaidi ya timu 5 za madaktari bingwa wale waliopangwa katika programu ya Samia ya kitaifa, na watu wetu wameendelea kupata tiba. Tunawashukuru sekta binafsi nayo, baada ya kuona kazi nzuri ya Dr. Samia, na wenyewe wamekuwa wakileta timu zao za madaktari, watu wetu wameendelea kupata tiba. Na sasa hivi ukienda pale Mandewa kuna majengo yanasimama kama uyoga. Jengo letu kubwa la kimkakati tunaloliita COVID-19, sasa hivi mkandarasi yupo anajenga. Tunajenga jengo la damu salama pale, mkandarasi yuko site anajenga.
tunajenga ICU ya watoto wadogo wachanga, mkandarasi yuko site anajenga. Kwa hiyo ni mambo makubwa yanayofanyika. Hatuna jambo lingine lolote zaidi ya kumwambia Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza asante sana. Lakini ukiingia ndani ya majengo yale, Mheshimiwa Makamu wa Rais, imebidi tuwachukue madaktari wetu tuwarudishe tena shule, kwa sababu vimeletwa vifaa vya kisasa kabisa ambavyo zamani ungeweza kuvikuta Bugando, Muhimbili, lakini leo viko katika mkoa wetu wa Singida. Nani kama Dr. Samia?